Filamu inaanza na mwanamke mjamzito kafungwa ndani ya kibanda. Huyu mwanamama anaitwa Kanti. Mwenyekiti wa kijiji akiwa amefika hapa kamletea chakula, anamwambia kwamba amri ya wewe kuwekwa eneo hili imetoka kwa mtu mmoja anaitwa Joklo. Akamsii ale chakula ili mwili wake usiishiwe nguvu. Matokeo yake Anti hakuwa anafurahishwa sana na kile wanachomfanyia katika eneo hili, hivyo akawa amekitupa hicho chakula na kisha akamwambia kwamba mimi sio mwenda wazimu, wewe ndio mwenda wazimu na huyo Joklo ndio mgonjwa kabisa na sio mimi. Sasa nini kilichomtokea huyu mwanamama? Kwenye hichi kijiji kulikuwa kumeingiwa na ugeni mmoja, mtu mmoja mzito sana. Huyo mzee anaitwa Blato. Kafika hapa akiwa na msaidizi wake ni bubu anaitwa Sadi. Amekuja kukutana na chifu wa kijiji. Blato akasema kwamba kuna mtu ameniambia kwamba kuna mtu tangu afike kwenye hichi kijiji mambo yamekuwa ya ajabu kabisa yanatokea kwenye hichi kijiji. Sasa nimefika hapa ili nionane na huyo mtu. Sasa huyu mtu anayezungumziwa hapa ni yule mwanamama Kanti. Inasemekana kwamba Joklo aliwaambia wanakijiji kwamba Kanti ana nuksi, hivyo wakaacha kabisa kumsaidia na wakawa wamemtenga. Blato kweli akaenda kuonana na huyo mwanamke, akamwambia kwamba mimi kabisa najua kwamba Joklo ndiye aliyekufanyia hivi, ndiye aliyekufanya wewe uonekane una nuksi, lakini mimi najua wewe sio mwenda wazimu. Kama unataka maisha mapya na kama unahitaji kulipa kisasi, kubali uambatane pamoja nami. Kanti akawa amekubali hili jambo ili naye apate nafasi ya kwenda kulipa kisasi kwa mtesi wake. Wananchi wote kwenye hichi kijiji wakawa wamemshukuru sana Blato kwa kuwaondolea huyu mwanamke kwenye hichi kijiji. Baada ya kufika mahali ambapo Blato anaishi, binti akawa ameogeshwa kwa maji maalum, akasimamishwa mbele ya kioo kimoja kikubwa hivi. Sasa binti akiwa hapo anashangaa tena, mbona kama anafungwa? Lakini Blato akamwambia kwamba usijali, hakuna shida yoyote, wewe kubali tu nikufunge kwa muda huu, nikutengeneze ili uweze kulipa kisasi kwa mtesi wako. Binti akawa amekubali jambo hilo. Akiwa hapo anashangaa, anasikia kama kuna sauti fulani zinatoka kwenye kioo hicho, lakini hakuna kitu chochote kilichotokea. Sasa huyu mzee wala hakuwa mwema hata kidogo. Blato akawa anamfanyia tambiko la uchawi huyu binti Kanti, akiwa anamhamasisha na kumwambia kwamba hivi ndivyo anavyoweza kumgeuza huyu mwanamama ili kwenda kulipa kisasi kwa mtesi wake. Lakini kwa sababu binti alikuwa na kinyongo na mtu aliyemfanyia mabaya, hivyo akawa anavumilia. Lakini sasa matokeo yake Blato akawa ameenda mbali zaidi, akawa anamlisha vyakula vya hovyo, na eneo ambapo binti alipokuwa anasimama mara nyingi panya, nyoka pamoja na nge walikuwa wanamzunguka kwa sababu ya uchawi wa Blato. Kiufupi huyu mzee baada ya kumsaidia huyu binti kama jinsi alivyokuwa amemwahidi, hakuwa anafanya hivyo. Mambo yakaenda mlama mpaka ikafika hatua Kanti akawa ametambua kwamba Blato sio mtu sahihi, yaani alifanya machaguo sio sahihi kabisa kuja na huyu jamaa kuja hapa. Sasa Sadi ambaye ndio msaidizi wa Blato hakupendezwa sana na haya mambo, lakini anashindwa atafanya nini, na hivi ni bubu, hawezi kabisa kumsaidia huyu binti. Ni vile tu na yeye ni mwaminifu sana kwa bosi wake. Sasa baada ya miaka 19 tunamwona mzee mmoja, huyu sasa ndiye mtu ambaye anaitwa Joklo, amekuja kukutana na mwanamke mmoja anaitwa Nyai ambaye anasafisha kioo kwa maji ya uwaridi. Joklo akasema kwamba haupaswa kabisa kufanya hili jambo. Kwa nini ufanye hivyo? Nyai akasema kwamba hiki kioo hakijasafishwa kwa miaka 19 na sasa kimeanza kuonyesha ishara, tabia mbaya sana za ajabu, hivyo kinafaa kusafishwa. Akieleza kwamba vioo hivi vinajaribu kutoa ishara za uovu. Sasa hapa kuna kioo na anatumia neno vioo, lakini inaelezwa kwamba mwanzoni vilikuwa ni vioo viwili vya namna hii. Kulingana na maelezo ya huyu mwanamama, hivi vioo vina jina, vinaitwa Pengiloni Kembal, lakini Blato aliiba kioo kimoja na kubaki nacho, na wao wamesalia na kioo kimoja. Sasa Nyai akawa anamshauri kwamba inabidi huyu mzee apambane kurejesha kile kioo kingine kutoka kwa Blato ili wawe na vioo vyote viwili kwa wakati mmoja. Inaweza kuwasaidia sana wao kutimiza kila kitu wanachokihitaji katika haya maisha. Lakini mzee Joklo hakukubali jambo hilo, kwenda kukutana na Blato hakutaka kabisa hizo mbanga. Baada ya mzee kuwa ameondoka, Nyai kwenye kutazama kwenye kioo akaona taswira yake akiwa amevaa gauni jekundu. Deni tunahamishwa upande wa pili kwenda kutambulishwa kwa mwanamke mmoja anaitwa Kamila. Yeye huyu anafanya biashara ya kuuza vitu vya kale pamoja na kijana mmoja anaitwa Plang. Huyu Plang yeye ni mtoto wake Jok. Sasa wakiwa hapa wako na kamanda wa vita mmoja anaitwa Kanale Haman. Walikuwa na mgeni mmoja anaitwa Raymond ambaye alikuwa amefika hapo kwa ajili ya kununua vitu, lakini sasa huyu mshikaji akataka kulipa pesa za bidhaa, ila alitaka kulipa pesa ndogo kwa sababu bidhaa hizo ni ghali sana, na mshikaji kwa dharau alikuwa ni mteja wa kigeni, anasema kwamba hakuna mahala popote ambapo mnaweza mkapata soko la kuuza kwa gharama hiyo. Jamaa anawataka wao wakubali alipe pesa ndogo. Sasa hili jambo likaonekana kama dharau kwa Kanali. Moja kwa moja mshikaji akawa amemuua hapo hapo. Sasa huu muda wao hili tukio limetokea, mhudumu wa hii hoteli, kuna mwanadada mmoja anaitwa Uma akawa amefika hapo na akawa ameshuhudia maiti iko sakafuni. Binti akajaribu kukimbia, lakini kwa bahati mbaya wakawa wamemkamata. Baada ya kisago cha muda mrefu, kijana Plang akaingilia hilo sakata, akawaambia kwamba muniachie mimi huyu nishughulike naye. Akamsihi sana huyu
mwanamama Kamila kwamba yeye nenda kashughulike na kanali kule, mimi huyu niachie. Mshikaji kweli baada ya kuachiwa, tamaa kibao zimemshika huyu mshikaji, akaanza kuforce kilimo mdondoko. Mshikaji kwenye kuforce, muda huo huo kioo cha ajabu kikaanza kutikisika upande wa pili kule. Umla mara moja akawa amepagawa na mapepo, na hapo hapo akawa amemuua huyu kijana. Mtoto wa Joklo akawa amefariki hapo hapo. Basi ukafanyika msiba. Sasa Kamila pamoja na kanali wao wanafanya kazi na Joklo, hivyo kwenye msiba wakawa wamemwambia mzee Joklo kwamba kuhusiana na kifo cha mtoto wako, kwa uchunguzi tuliofanya, mzee Bloto anahusika kabisa na hichi kifo. Wakawa wamemuuliza, unamjua mzee Bloto? Mzee akasema kwamba ndio namfahamu sana, miaka 19 iliyopita tulikuwa tunafanya kazi pamoja kwenye kiwanda cha kuuza vitu vya kale, hivyo inawezekana Bloto anataka kukichukua kioo ambacho yeye huyu mzee anacho tena kwa wakati huu. Baada ya hapo Joklo akaenda moja kwenye basement ambapo kile kioo ambacho yeye anakuaga nacho amekihifadhi huko. Akiwa huko, Nyai akamkumbusha kwamba nilikuonya lakini ulipuuza, pengine ungefanya vile ambavyo nilikuambia, hili jambo la kifo kwa mtoto wako lingemwepuka. Joklo akasema kwamba moja kati ya vitu ambavyo walivipata wakati huo walipokuwa pamoja na Bloto vilikuwa ni vingi, na vingi vilikuwa ni silaha. Kioo tu ndicho kilikuwa tofauti sana na vitu vingine. Kwa nini walivichukua hivi vioo? Ni kwa sababu hivi vioo vilikuwa vina uwezo wa kuonesha mambo ya baadaye, yani mambo ya future kule. Ukisimama tu kwenye kioo kinakutabiria kila kitu kule mbele kitakachotokea. Nyai akieleza kwamba vioo hivi havikutengenezwa na binadamu, bali vilitoka katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa bahari ya kusini huko. Hivyo hivi vioo sio kwa ajili ya uchawi, bali vinaonesha hatma ya maisha ya baadaye. Joklo akauliza, kwa nini vitu vingine vilikuwa ni silaha lakini kioo kilikuwa tofauti? Nyai akasema kwamba silaha huua maisha ya mwanadamu, lakini sayansi na sayansi ya giza huendeleza mateso kwa muda mrefu. Silaha zinaweza kumaliza maisha yako hapo hapo mara moja, lakini kioo kinaweka maisha yako juu kama deni la mateso ambalo linaweza kukutesa kwa maelfu ya miaka. Nyai akasema kwamba kioo cha namna hii ni aina ya sayansi ya juu sana kuliko hata uchawi wenyewe. Mzee hakupenda sana hizi stori, akaona kama huyu binti ana maneno mengi tu, akawa maagiza kwamba hicho kioo lazima kihamishwe kutoka ile eneo ambalo kimehifadhiwa kiletwe nyumbani kwake mara moja. Akawa ameondoka hapo. Kwa upande wa binti Uma sasa, baada ya kurudi zake nyumbani, picha linanoga kwamba huyu binti Uma ni mtoto wa Blato, na kule upande wa pili yule mtoto aliokufa, kumbuka, ni mtoto wa Joklo. Sasa huyu binti amekuwa mjini kwa muda mrefu sana, hajarudi hapa kijijini kwa baba yake. Sasa awamu hii kwa sababu ya kisanga kilichomkuta mjini huko, akaamua kurudi kwa baba yake kijijini. Lakini sasa binti ana wasiwasi, pengine kurudi nyumbani hapa kunaweza kukaleta madhara zaidi, yani yawezekana kuna mambo ya ajabu tena yakaanza kutokea wakiwa nyumbani hapa. Huko nyuma mzee Blato, yani sio nyuma yake, namaanisha nyuma ya maisha yake, Blato baada ya kupata kile kioo alikuwa anakitumia kwa uchawi mweusi. Kupitia kioo hicho aliita mapepo mbalimbali ambayo yalimfanyia vibaya sana mwanamama Kanti. Hii ilionyesha wazi kwamba kioo kilikuwa kinatumika vibaya nje ya kusudio lake, hakikuundwa kwa ajili ya kutumiwa kichawi. Kimsingi kitu ambacho sio kibaya kimetumika kuwa kitu kibaya katika maisha ya sasa. Sasa kanali akamtafuta Uma hadi katika nyumba ya Blato, akamweleza Blato kwamba binti yako unajua anahusika na mauaji. Mshikaji huko hapa kama polisi. Mzee anamsikiliza tu, hamuelewi huyu mshikaji, na akawa amemuhisi kwamba huyu jamaa atakuwa ametumwa na Joklo tu. Wakati huo binti pia alikuwa anasikiliza kila kitu mshikaji alichokuwa anakizungumza, hivyo Blato akawa amemfukuza huyu mshikaji atoke hapa, na jamaa akawa maahidi kwamba atarudi kwa mara nyingine kumtafuta binti yake Uma, hivyo akawa ameondoka hapo. Wakati huo sasa upande wa mzee Joko yuko na Nyai. Nyai anaendelea kumuhimiza huyo mzee kwamba anapaswa kupambania kukileta kile kioo kingine kutoka kwa Blato ili waviweke viwe pamoja. Vikiwa pamoja watakuwa na nguvu ya kufanya kila chochote ambacho wao wanakihitaji kitapatikana kwa wakati sahihi. Hivi vioo vinafanya kazi vikiwa viwili kwa pamoja, lakini Joklo bado akawa amekasirika, akasema kwamba Blato ni msaliti, hawezi kabisa kumfuata kwenda kumwomba kile kioo, hayuko tayari kabisa kutangaza amani kwenye vita. Akaeleza kwamba miaka 19 iliyopita walivyokuwa wakifanya kazi kwenye kiwanda cha vitu vya kale, alimsaliti kwa mfalme kwa kushirikiana na wageni, hivyo Joklo hataki tena kuwa na uhusiano wowote na huyo mzee. Blato aminiki kama kunguru kwa mujibu wa maelezo ya huyu mzee. Katika matukio ya zamani sasa tunarudi nyuma, kuwa makini sana na haya matukio kwa sababu huko mbele ndo tutaelewana vizuri. Katika matukio ya zamani, mwana mama Kanti mahali alipokuwa amefichwa
katika chumba cha siri cha Bloto, akamwambia Sadi kwamba amsaidie. Huyu Sadi msaidizi wa Bloto, yeye alikuwa anaamini kwamba Kanti kawekwa hapa ili apambaniwe, apate nguvu, aende kulipiza kisasi kwa wabaya wake, na alikuwa hapa kwa lengo moja tu la kutibiwa ili kuondolewa mikosi na nuksi ambazo zilikuwa zinamwandama katika maisha yake. Kanti akamwambia Sadi kwamba Bloto hamtibu bali anamtumia kama chombo katika mambo yake ya kishirikina, na anasema kwamba itafika wakati atachukua roho yake kabisa, yani atamuua. Pia akasema kwamba yani hapa Bloto alichokuwa anakifanya, anamfanya huyu Kanti kama kiumbe, anamuumba ili kumtoa katika ubinadamu na kumfanya awe pepo siku za mbeleni zijazo. Yani anataka kumfanya huyu mwanamke kuwa kama kiumbe wa kishetani. Akamsihi sana Sadi amwachie aondoke hapo, ama kama basi anaogopa kumwachia amuue, kwa sababu hawezi tena kuvumilia maumivu ambayo anayapata akiwa hapa. Lakini Sadi kwa hofu ya Bloto hakuweza kabisa kumsaidia huyu mwanamama. Siku moja Sadi kwa sababu ya kumwonea huruma mwanamama Kanti akaamua kumfungulia ili kumruhusu aondoke kutoka eneo hilo. Akawa amempatia hirizi yake ambayo inaweza kumlinda, pia akampatia pini ya nywele zake. Lakini Kanti kashajikatia tamaa ya maisha, hivyo akaamua kujikata mkono ili ajiangamize. Lakini Bloto kwa bahati mbaya akawa amefika hapo, akawa ameshuhudia hili jambo. Kwa hasira akawa amemwadhibu Sadi ili iwe fundisho kwake na somo la usaliti. Sasa hapa ni miaka 19 iliyopita. Hili tukio lilimfanya Sadi kuondoka katika nyumba ya Pluto na akatokomea huko kusikojulikana. Sasa turudi katika wakati wa sasa. Katika wakati wa sasa mwanamama Nyai akaamua kuja mwenyewe kumtembelea Pluto kwa sababu mzee Joklo hakumsikiliza kabisa katika maamuzi yake ya kuchukua kioo kutoka kwa huyu mzee. Hivyo akafika hapa yeye mwenyewe kuja kumhamasisha Pluto. Akamwambia kwamba Pluto, wewe kwa sasa unapaswa kumuua Joklo ili waweze kukichukua kile kioo kutoka kwa Joklo ili aviunganishe vile vioo viwili ili wapate nguvu ya kufanya vitu vingine zaidi kwa ukubwa. Lakini Pluto akasema kwamba Joklo ana kinga ya ajabu, hawezi kuuawa kienyeji, anauawa tu na mtu wa damu yake yeye mwenyewe. Mzee alikuwa amwamini kabisa huyu mama kwa sababu amefanya kazi na Joklo kwa muda mrefu, hivyo akawa amemfukuza kutoka eneo hili akihisi kabisa pengine atakuwa ametumwa. Mwanamama huyu Nyai akasema kwamba bosi wake hajui kama kafika hapa na wala hakuomba ruhusa yoyote kufika hapa, hivyo akawa ameomba radhi na kisha akawa ameondoka. Mambo yakawa mengi sana upande wa mzee Joklo. Kamila akawa amefika hapo na akamweleza kwamba unajua kwamba mwanao aliuawa na binti wa Bloto. Joklo akawa anashangaa, Bloto na mtoto wapi na wapi? Mbona hajawahi kuoa yule mshikaji na wala hajawahi kuwa na mtoto wa aina yoyote? Kamila akasema kwamba hapana, mwanao wewe aliuawa na binti wa Bloto. Huyo binti anaitwa Uma. Kamila akawa amemwelezea tukio zima ambalo tuliliona, ambalo kanali alimuua yule mgeni na Uma alishuhudia, lakini katika purukushani Uma akawa amemuua mtoto wa Joklo. Mzee akasema kwamba kama ni kweli huyo binti yupo, basi auawe mara moja. Kweli mwanamama huyu hakuwa na muda wa kupepesa macho, akawa ametuma jeshi lake moja kwenda kumwangamiza yule binti. Kweli kanali akawa amefika sehemu, akawa ameseti mipango yake, kasikilizia, akamsubiri mzee Bloto akawa ametoka hapo. Hivyo jamaa akawa ameenda moja kwa moja katika nyumba ya Bloto akiamini kwamba binti yuko kule peke yake, na kweli akawa amemfuma peke yake hapo. Shughuli ilikuwa ni moja tu, ni kuangamiza maisha ya huyo binti. Sasa kwenye shughuli hiyo, kabla hajakamilika, binti akawa amepagawa tena mara moja, akawa amemtwika moja nzito huyu jamaa, akawa ameanguka na kufa hapo hapo, na binti akawa ameanguka chini na kupoteza fahamu. Sasa bwana mkubwa Sadi baada ya miaka 19 tena akawa amefika hapa, akawa amemsaidia huyu binti. Baada ya muda mzee, baada ya kurudi, anakuta kikofia cha kanali kiko chini. Sadi akawa amefika na kumweleza kila kitu kwamba binti yako alikuwa anashambuliwa, alikuwa anatakiwa kuuawa. Sasa huyu mshikaji kumbuka kwamba yeye ni bubu, anaeleza kwa vitendo tu. Sasa mzee anashangaa, huyu jamaa katoka wapi tena baada ya miaka 19 tena leo unakuja kujileta hapa, unataka nini tena? Na mzee anakumbuka kwamba Sadi aliondoka hapa baada ya kuwa anataka kumfungulia Kanti, lakini ikawa imeshindikana, akawa amemfuma, hivyo akawa amemwadhibu na Sadi akawa ameondoka kabisa kutoka kwenye ile eneo. Leo tena karudi hapa, anataka kujionyesha kwamba ni mtumishi mwema kwa huyu jamaa, na jamaa akawa amemwambia clear tu kwamba sikiliza, mimi sitaki chochote kutoka kwako wewe ondoka tu hapa, endelea na maisha yako. Upande wa Nyai sasa, huyu mwanamama ana heka nyinyi. Kwanza akaenda kwa Kamila, anamwambia kwamba sikiliza Kamila, kama unataka biashara yako iende vizuri, mambo yako yafanyikiwe vizuri, basi ni lazima umtoe Joklo kafara. Yani ni lazima uhakikishe unamuua huyu ili biashara yako na kila kitu chako kiende vizuri. Kamila kwa sababu alikuwa na uchu wa maisha mazuri, hakuwa amekubali jambo hilo bila kujali hatari yoyote wala gharama ya aina yoyote. Huyu mwanamama ni mkavu. Wakati huo upande wa Uma akamwambia baba yake kwamba ameua tena bila
kukusudia. Hali hii haielewi kabisa binti, sio dhamira yake. Anasema kwamba tangu utotoni amekuwa akisikia wimbo fulani hivi ambao kwa sasa anausikia zaidi tangu arudi nyumbani hapa. Sasa huyu mzee, swala la huyu binti kupagawa na kuua mtu haikuwa shida yake. Mzee alikuwa ajui chochote kuhusiana na wimbo ambao binti anasema. Sasa mzee anashangaa huo wimbo ni nini tena. Mzee akaamua kumweleza binti yake kuhusu maisha yake na mwenzake Joklo. Akasema kwamba Joklo alimfanyia hila mbaya sana huko nyuma, alimfanya apelekwe mbali kwa kazi ili yeye achukue kiwanda cha vitu vya kale. Lakini pia Joklo hakuishia hapo tu, alimfanyia uchawi mweusi mke wake kipenzi, mwanamama Kanti. Bloto aliporudi alimkuta Kanti amekufa. Ilionekana kama amejiua, lakini ukweli ni kwamba Joklo ndiye aliyemuua. Blonto pia akasema kwamba kwa wakati huo Uma alikuwa bado katika tumbo la Kanti. Sasa hapa ndipo mmepata picha kwamba huyu Uma ni mtoto wa Kanti. Ndiyo sababu Uma ameonekana kuwa na maono na amekuwa anapagawa mara kwa mara hatari inapomkuta. Sasa hii inawezekanaje? Hii historia mbona kama imezungushwa? Ukweli ni kwamba huyu mzee alikuwa ni mwongo na alikuwa anamdanganya kwa makusudi kabisa Uma ili tu achochee hasira za kisasi juu ya mzee Joklo. Na kwa bahati mbaya zaidi Uma alimwamini kila kitu alichokisema huyu jamaa. Kisha Ploto akawa amempatia pini ile ile ya nywele ambayo mama yake alijiondolea uhai wake. Sasa katika historia ya mwanamama Kanti, huyu yeye alikuwa ni dansa mahiri sana aliyefika katika kijiji kwa ajili ya sherehe maalum. Watazamaji alikuwepo pia mzee Joklo, alikuwa hapo anatazama huyu mwanamama ananengua. Joklo alimtamani sana huyu mlembo, huyu mwanamama Kanti, hivyo akawa amemwagiza chifu wa kijiji ili amlete huyu binti. Mzee akawa amemhamasisha binti ashiriki naye kilimo mdondoko, na Kanti alipokubali akawa amebeba mimba. Hii inaonyesha wazi kwamba mtoto aliyekuwa tumboni mwa Kanti alikuwa ni mtoto wa mzee Joklo na sio Bloto. Ila Bloto anamtumia Uma kwa makusudi kwa sababu anajua Joklo ili kumuua lazima umwangamize kwa damu yake yeye mwenyewe. Katika wakati wa sasa bwana mkubwa Joklo akawa ameshtuka kitandani, anaona nyoka na wadudu kibao wanamzunguka. Mara akaona mzimu wa Kanti umefika hapo unajaribu kumwangamiza. Mzee akawa ameshtuka kutoka ndotoni. Kumbe muda huo kweli binti Uma kafika kwenye hii nyumba kwa ajili ya kuja kuondoa uhai wa huyu mzee. Baada ya kuingia ndani akawa amefanikiwa mpaka kufika chumbani, lakini Joklo hayupo ndani hapo. Sasa akiwa hapo binti akawa amezimishwa. Kumbe ni mwanamama Nyai akawa amemchukua na kumrudisha kwa mzee Bloto. Nyai akasema kwamba Joklo amekimbia kwa sababu ya hofu, lakini atarudi hivi muda si mrefu na mtapata muda mzuri wa kwenda kumuua. Baada ya jambo hili Bloto akaanza kumwamini sana huyu mwanamama Nyai, akampeleka katika chumba chake cha siri ambacho alichokuwa anafanyia uchawi mweusi na kioo chake kiko upande ule. Nyai baada ya kuangalia kila kitu akawa ameelewa kila kitu, akasema kwamba inavyoonekana wewe ulimtumia vibaya Kanti, na ulimtumia kwa ajili ya kisasi ambacho uko nacho tu moyoni mwako, na ulitumia kioo kinyume na kusudi lake. Akaeleza kwamba kioo hicho hutimiza matamanio, lakini Bloto alikitumia kuita mapepo ili mtoto aliyekuwa tumboni mwa Kanti awe silaha ya kumuua mzee Joklo. Tukio la mwisho, binti Kanti aliamua kujiua yeye mwenyewe kwa mikono yake, lakini sasa huyu mzee Bloto akawa amefika hapo kwa wakati na kumuona huyu mama akajiua. Hivyo alichokifanya akaamua kumtoa yule mtoto Uma, akafanya operation yake yenyeji na kumtoa huyo binti na akawa amemlea yeye mwenyewe. Sasa kuhusu kioo, tushaambiwa kwamba ukikitumia vibaya nje ya kusudi lake, basi kioo hicho kinaweza pia kufungua milango tofauti ya ulimwengu mwingine. Mapepo yanaweza kuja katika ulimwengu wa kawaida, na pepo ambao anadhaniwa kuweza kuja ni Kuntulanaki. Kuntulanaki ni roho ya mwanamke ambaye alikuwa na matamanio ya kuwa mama hivi karibuni, yani alikuwa ni mjamzito na akawa ameuawa, ndio anaitwa Kuntulanati baada ya kuwa amerudi kama mzimu. Inaonyesha wazi kwamba mwanamama Kanti ndiye atakayekuwa Kuntulanaki ambaye alitengenezwa na Ploto yeye mwenyewe. Sasa hii inawezekana akawa sio yeye tu akarudi katika ulimwengu, bali wakawepo tena Kuntulanaki wengine. Uma baada ya kuwa ameamka moja kwa moja, binti akawa amejiandaa ili kwenda kwa mzee Joklo, anataka kwenda kulipa kisasi chake kule, hana muda wa kupoteza kabisa. Sasa Nyai pamoja na Bloto walivyoliona jambo hili wakawa na furahi sana, kwa sababu kila kitu ambacho wao walikuwa natamani kiweze kutokea kinaonekana kabisa kwenda kutokea mbele ya macho yao. Na kwa bahati mbaya zaidi Uma hajajua kwamba huyo mzee ambaye anataka kwenda kumuua mzee Joklo ndiye baba yake halisi. Njiani Uma akawa amekutana na Sadi, akajaribu sana kumuonesha ishara kwamba Bloto ana hila mbaya, lakini Uma sasa hakuwa anaweza kuelewa vizuri vitendo ambavyo Sadi alikuwa anamueleza. Sadi akawa amemuonesha na akawa amemwandikia wimbo ambao binti mara nyingi amekuwa akiusikiliza kichwani kwake. Sadi akamueleza kila kitu, lakini huyu binti ni mgumu kuelewa nyinyi, na akawa mkali kabisa, anataka kuendeleza jukumu lake lililoko mbele yake tu. Akawa ameenda kwa mzee Joko. Sadi yuko hapo kwenda kujaribu kumzuia huyu binti asifanye hivyo. Sasa ukiwa hapo, vijana wa mzee Joko wakawa wamewashambulia. Sadi akawa amepambana,
wakapambana kweli kweli, lakini kwa bahati mbaya vijana wa mzee Joko wakawa wamemzidi maarifa na wakawa wamemuua Sadia hapo hapo. Upande wa binti Uma wakawa wamefanikiwa kufika mpaka kwa mzee Joko alipokuwepo, lakini kwa bahati mbaya zaidi huyu mzee akawa mjanja, akawa amemnasa, wakaanza kushambuliana wao kwa wao, baba mjui mwana, mwana mjui baba. Prukshani za kutosha hapa, kila mmoja anataka kupata nafasi ya kuondoa maisha ya mwenzake. Kabla Uma hajauawa na huyu mzee, kwa sababu alikuwa amezidiwa kila kitu, binti akaanza kuimba wimbo ambao amekuwa akiusikia kichwani kwake tangu utotoni. Kioo kikaanza kucheza upande wa pili kule, kikaanza kutikisika. Kanti akawa ametokea kwenye kioo hapo akiwa kama Kuntilanak mwenyewe. Bloto pamoja na Nyai wanashuhudia, wanaona milango inafunguka, wakajua basi kitu kimejipa, na Bloto akawa amejigamba anafurahi kwa sababu ameona sasa namna ambavyo ameweza kutengeneza Kuntilanak yeye mwenyewe, pia ameweza na amefanyikiwa kumdhibiti kwa kiasi kikubwa mwanadada Uma. Kweli Kuntilanak akawa ametoka hapo na kufika moja kwa moja katika nyumba ya Joklo. Kelele yake moja tu, watu wakawa wanajiondoa maisha wao wenyewe. Joklo anakuja kushtuka, mzimu huo hapa mbele yake. Binti Uma akawa amenyanyuka mara moja akamuua mzee Joko hapo hapo. Baada ya hapo binti akawa ametapika vitu vya ovyo sana kama minyoo, kisha akawa ameanguka chini na kupoteza fahamu. Katika tukio la mwisho linalofuata linaonyesha mwanamama Nyai akiwa amevaa gauni jekundu lile lile ambalo yeye alijiona mwanzoni kabisa kwenye kioo. Hii ikiwa inamaanisha kwamba kioo kilionyesha taswira ya maisha yake ya baadaye itakavyokuwa. Uma pia yuko pamoja nao hapa, lakini sasa kwa bahati mbaya Uma kwa sasa anaonekana kama kachanganyikiwa, akili iko sawa kabisa. Kamila pia akawa amefika hapa na kuungana pamoja nao na akasema kwamba yeye yuko tayari kumtunza Uma. Baadaye Bloto katika chumba chake cha siri akawa amepigilia msumari kwenye kioo akisema kwamba kaifungia roho ya Kanti ndani yake, haiwezi kutoka. Nyai akasema kwamba wamefikia kiwango cha juu sana kwa sasa, wao ni Mangjuo. Mangjuo ni kiwango cha kuweza kudhibiti roho. Wanaamini Kanti hawezi kabisa kuwavamia wao na kuwaangamiza, wanaweza kumcontrol vizuri, lakini baada ya wao kuondoka tu kioo kikawa kimefunguka chenyewe. Hii ikiwa inaonyesha kwamba sio rahisi kudhibiti roho kwa namna ambavyo wao wanafikiria. Sasa hii hadithi haishi hapa, tukutane katika sehemu ya pili. Subscribe, share, comment, like.